Karibu katika makala hii fupi inayoangazia siku hii maalum, siku ya Karume Day. Siku ya Karume Day ni siku inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 7 Aprili, ikiwa ni kumbukumbu ya Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na makamu wa kwanza wa rais wa Tanzania. Karume aliuawa tarehe 7 Aprili mwaka 1972 katika mtaa wa Oysterbay, Dar es Salaam, katika tukio ambalo lililenga kuyatoa maisha yake. Kifo chake kilileta masikitiko makubwa kwa taifa la Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Hebu tutazame mchango wake katika juhudi za kuleta maendeleo katika taifa. Katika uhuru wa Zanzibar, aliongoza mapinduzi ya Zanzibar Januari 1964 yaliyomwondoa sultani madarakani. Katika muungano, alishirikiana na Nyerere kuanzisha muungano wa Tanzania mwaka 1964. Katika eneo la elimu, alianzisha programu ya elimu ya bure kwa wote Zanzibar. Katika afya, aliboresha huduma ya afya na kufungua vituo vya afya. Katika uchumi, alitekeleza mageuzi ya ardhi na kupunguza utegemezi katika karafuu. Siku ya Karume huadhimishwa kwa kutoa heshima kwenye kaburi lake Zanzibar, hotuba za viongozi kuhusu mchango wake zikitamalaki, semina na elimu kuhusu historia ya Zanzibar, shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira na misaada kwa maskini. Umuhimu wa siku ya Karume unaonekana pale ambapo Karume alionekana kama shujaa wa mapinduzi aliyeleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi kwa Zanzibar. Siku hii inakumbusha Watanzania kuhusu thamani ya uhuru na mapinduzi ya kijamii, umuhimu wa umoja kati ya Tanzania bara na Zanzibar, dhamana ya uongozi katika kujenga taifa. Siku ya Karume ni zaidi ya kumbukumbu, ni wito kwa kizazi kipya kuendeleza malengo ya maendeleo yaliyoanzishwa na mwanzilishi huyu, baba wa taifa la Zanzibar, Sheikh Abeid Amani Karume. Aliyekuandalia na kukusimulia makala hii kwa siku ya leo ni mimi, Elihuruma Chao.